unapumuliwa kila wakati. Celui qui te donne le souffle de vie. Anaweza sema saa hii usipate tena hiyo pumzi, ukufe na ukufe. Il est celui qui peut dire un mot sur ton souffle de vie et que tu ne seras plus en vie. Anaweza sema saa hii magonjwa kupate na ulifungia kwa nyumba, usipate hata nafasi ya kukuja hata hii kesha. Et il peut même décider que tu puisses attraper une maladie que tu ne puisses même pas avoir la force de venir à l'église. Lakini kama tuko mbele yake jioni ya leo, et comme nous sommes devant sa face ce soir, sio kwa sababu tuko wazuri kuliko wale watakuja. Ce n'est pas parce que nous sommes bien que par rapport à ceux qui ne sont pas. Kama tuko uhai leo, si nous sommes en vie aujourd'hui, sio kwa sababu tuko wazuri kuliko wale wamekufa.
looks like your amen is very hesitating. C'est comme si tu es en train d'hésiter par ta façon de dire amen. I say tonight, Je dis cette nuit, you will not get out of this place the same way you came in. tu ne sortiras pas de cet endroit de la manière dont tu es entré. Tonight, Cette nuit, through these events of praise and worship, à travers cet événement d'adoration et de louange, some of us are going to be baptized in the Holy Spirit. certaines d'entre nous seront baptisés du Saint-Esprit. Very deep revelations. Et les autres auront de profondes révélations. If you came sick, Si tu es venu malade, that disease will not get out of this place together with you. cette maladie ne sortira pas ensemble avec toi de cet endroit. No matter what physicians have said, Quel que soit ce que les physiciens ont dit, tonight et quand il est là, your life ta vie will never, ne va jamais, jamais remain the same. rester la même. Tell your neighbor, Dis à ton voisin, tonight, cette nuit, be connected. sois connecté. Mwambia usikuwa na wasiwasi. Mwambia achana na Ne mambo. t'inquiète pas. Achana na mambo ya simu, WhatsApp, Facebook. Déconnecte-toi de WhatsApp, laisse ton téléphone. Mwambia be disconnect those things Dis-lui, sois déconnecté de ton téléphone for you to be connected to the throne of God. pour que tu sois connecté au trône de Dieu. And God is going to bless you. Et Dieu va te bénir.
And since it is your program, the way we do our service, nous n'allons pas continuer de la manière dont nous faisons nos cultes. tonight it is very, very special. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Hallelujah. Amen. Now, before I introduce our guests, Avant que je ne puisse vous introduire nos visiteurs, I want us to stand up je veux que nous puissions nous lever and feel free et sois libre to move around de bouger dans la salle and to say hi to your brother, to your et de dire sisters. bonjour à ton. Les yeux spirituels, les yeux des foi. Look at now your problem. Regarde maintenant ton problème. And look at how great is your God. Maintenant, regarde combien Dieu est grand. Now tell your problem, I want to challenge you with my God and see if between you and my God, who is greater than another one. Et maintenant, dis à ton problème, je vais te défier avec mon Dieu. Je vais voir si toi tu es grand plus que mon Dieu. The same God Le même Dieu who swallowed the snakes of Pharaoh and of his magicians. celui qui a avalé les serpents de Pharaon et ses magiciens. He is going to swallow that witchcraft that is disturbing your life. Il va avaler cette sorcellerie. He is going to swallow that curse that is disturbing your life. Il va avaler cette malédiction qui est en train Going to swallow that disease that is in your body. Il va avaler la maladie qui est en train de détruire ton corps. That jobless life will be swallowed by our God. Cette vie de chômage sera avalée par Dieu. Who knows? Maybe tonight it is the beginning of the celebration of your wedding. Qui sait que cette nuit, c'est le début de la célébration de ton mariage. Tonight will be the beginning of the celebration of your promotion. Cette nuit, c'est le début de la célébration de ta promotion. That's why God has brought you to this place. C'est pourquoi Dieu t'a amené à cet You are endroit. not here by instant or accident. Tu n'es pas là par accident ou accident. Mungu amekuleta hapa tu utoka hapa na baraka yako. Si Dieu t'a amené, c'est pour que tu sortes avec ta bénédiction. It shall be so in the name of Jesus. Cela sera ainsi au nom de Jésus. It shall be so in the name of Jesus. Cela sera ainsi au nom de Jésus. Acha tushangilie Bwana na kumpigia makofi mazuri. Can I have your seat? Pasteur Léon est aussi médecin. Married. Il est marié. He's a father. Il est père. And he's also a leader of Rehoboth Church. Il est aussi pasteur titulaire de l'église Rehoboth. Last time I preached in his church Dernièrement, j'ai prêché dans son église and we were blessed. et on était bénis. So tonight Et cette nuit, he's going to bless us with the word of God, and the word will prepare us for praise, worship and celebration tonight. et cette nuit, il va nous bénir avec la parole de Dieu qui va nous amener dans l'adoration et la louange. He's not going to teach, he's going to prepare our hearts Il ne va pas nous enseigner, mais il va préparer at nos the cœurs. feet of the Lord Il va nous amener au pied de l'Éternel and celebrate his name. et pour célébrer son nom. I want him to stand up. We want to receive him and appreciate his presence. Je veux qu'il se lève et nous allons apprécier sa présence. Thank you so much for coming. Merci beaucoup d'être venu. And he did not come alone. Et il n'est pas venu seul. Fiwe. Que Dieu soit loué. Oh, ninataka tu niongee peke yangu. Please, Mama Clarice. Yeah. Nataka tu niongee peke yangu. Nena hasikii Kiswahili hapa. Nena hasikii Kiswahili hapa. Wote wanasikia Kiswahili. Sasa acha tu niongee tu Kiswahili. Si ndio? I feel free
wakati naongea Kiswahili na ubiri Kiswahili, si ndio? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wapi makofi ya Yesu? 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 Sikiliza. Niliona watu bila hata kuelezewa wapige makofi, hata wacheze. Na msikia naimba nasa 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 na bila hata kuambiwa. Lakini hapa unajua wakati mwingine tunaenda hapo nasa kile tunapata huko. Ndio hapo. Yeah, so nataka tupige makofi kwa ajili ya Yesu. Bila kuambiwa. Wapi makofi ya Yesu? Sikiliza. Nataka wachawi wote wa umoja wasikie makofi zako. Wapi makofi ya Yesu? Wapi makofi ya Yesu? Wapi makofi ya Yesu? Let us read the Bible, Acts chapter number 16, verse 25 to 36. To 36, yes. Acts chapter number 16, 25 to 36. Nini anisomea for who can 16 Acts 16 25 to 36. Okay. Just take notes. Psalms 22 to 3, 22 verse 3. Acts 16, 25 to 36. The book of Acts, chapter 16, verse 25 to 36. But at midst, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prisons were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. And the keeper of the prison, awaking from sleep, and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword, and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do yourself no harm, for we are all here." Then he called for a light, rain in, and fell down, trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sons, what must I do to be saved?" So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their strips. And immediately he and all his family were baptized. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. And when it was day, the magistrate sent the officers, saying, "Let those men go." 36. So the keeper of the prison reported these words to Paul, saying, "The magistrates have sent to let you go. Now therefore, depart and go in peace." Inua tu mkono yako tuombe. Baba, katika jina la Yesu,
Bwana asifiwe. Oh, kuna haja tena ni introduce myself, si ndio? Kila kitu nimefanywa. But I can introduce my sons when nimetembea na wao. Sikutaka nitembee peke yangu. Nimetembea na Evangelist Paul in praise and worship leader of church. Bwana asifiwe. Nimetembea na Benja simama. Sio introduce nani? Madam, si ndio? Kuna tena kumintroduce tena. Mimi sitaki tena kuintroduce vitu nyingi kwa sababu nikikwambia niko haitakusaidia. Nothing. Paulo anasema ya kwamba wakati nilikuja kati yenu sikutaka kujua kitu kingine. Sikutaka kujua ni nani ni nani ako na pesa, ni nani ako alienda university. Nilitaka kujua Yesu na Yesu mwenye masifuliwa msalabani. Bwana asifiwe. That's why sometimes we introduce vitu nyingi sana haisaidii watu. What we can teach now is just teach us. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Today this night I want to talk about something simple about the benefits of praise and worship in the church. Praise the Lord. The benefits of praise and worship in the church. Before everything, Bwana asifiwe, I appreciate Pastor Frank. I know. Ninamjua kitambo. Hata wakati tunakutana na yeye hapa, sasa ulikuwa unaniambia tu ulikuwa mmoja, mimi sikujua uko mmoja. Nilikujua kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mama Clarice, Bwana asifiwe. Barikiwe sana. Na bariki jamii yote, na bariki kanisa yote. Mungu abariki sana. Bwana asifiwe. Penye sina na muda mrefu sana, let me take my time nimalize na tuingie. Nataka tuimbe, nataka tucheze, nataka tumchezea Mungu, si ndio? Usiku we just came just to praise and worship God, si ndio? Okay, I want to talk about benefits of praise and worship in the church. As you know, kila mtu mwenye amekuja hapa, kama tunajiuliza just maswali, umekuja kufanya nini? Uliza jirani, umekuja kufanya nini? Imagine umeacha kitanda yako. I have just left my job. Nimetoka saa 4, just 10. Sikuenda hata nyumbani, nimetoka tu job, kaingia kwa gari tukakuja. I've just left my job, nikakuja hapa. Nimekuja kufanya nini? Na wengine wametoka kwa manyumba zao, wameacha vitanda zao za 10x4 na 10x9. Na wengine wameacha vitanda zao, unajua ukikuwa kwa kitanda ya 10x9, unazunguka hata hauwezi kuanguka kwa kitanda. Lakini wengine umeacha ile kitanda na umekuja hapa, umekuja kufanya nini? Praise the Lord. Amen. Na wengine wameacha ile ya 4x3. Mtoto hapa, yeye hapa, mtoto hapa, mke wake hapa. Umeacha ile 4x3 na umekuja hapa, umekuja kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kufanya nini? Ukijiuliza hiyo swali, kwa sababu wewe si mjinga. Hawezi kuja hapa kama una chizi, unakuja, unaacha ile kitanda yako, unakuja kufanya nini? Ni mjinga mwenye anasikutoka kwa nyumba yake, anaenda hajui kenye anakuja kufanya. That's why hiyo yenye kusukuma ukija hapa, hautalala, hautasinzia, kwa sababu you know why you are here. Bwana Yesu asifiwe. You know why you are here. And as we know,
that we are here for praise and worship. Praise just to give thanks to God for what He did for us. Just that. We say thank you, Lord. And also, as we know, worship is just a expression of a lot of love for our God. Just is like adoration. Tunamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. But swali yenye tunajiuliza, kwa sababu sisi wajinga kuacha manyumba zetu na kuja hapa, swali yenye tunajiuliza, why we are here? Hawezi hata kama uko kanisani, hawezi kuja kanisa na ujue why you are in the church. Stop one day and ask yourself, why are you in the church? That one will help you ya kwamba hautatoroka church, hautachelewa church. Because you know why you are in the church. I remember Peter. Siku ingine Yesu anaongea vitu moja. Anamsimamisha anamuuliza, wewe jamaa, uniambie vizuri. Unaongea vitu zingine sielewi. Na sisi venye tumeacha mabibi zetu, watoto, mashamba na makazi zetu. Hebu niambie tutapata nini? Na wewe kufuata wewe. Utuambie clearly ni nini tutapata kukufuata wewe Yesu. Loka, shika, itababa. Ni nini tutapata? Hawezi kufuata. That's why ukija church, kama hujaelewa why you are in the church, toka church. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko church na hujaelewa kwa nini unaimba, kwa nini una serve in the church, toka hiyo church, kwa sababu hautapata chochote. Akamuuliza, wewe utueleze vizuri, kwa sababu sasa tunataka kuachana na wewe. Tutapata nini? Benefits zetu ufanye hizo vitu ni nini? That's why we are talking about worship, benefit of worship and praise. Bwana Yesu asifiwe. The first benefit yenye tunapata ndani ya worship and praise, worship and praise bring the presence of God in the life of each of us. Amen. Hello. 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 Worship na praise inaleta presence ya Mungu kwa maisha yetu. That's the first benefit yenye tunapata wakati tunatoa, wakati tuna worship na tuna praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. That's why ukisoma Psalms chapter number 22 verse number 3 inasema Mungu anaketi kwa praise ya taifa ya Israeli. Wakati Mungu anashuka, ukimwabudu, ukimsifu, that God anashuka. Kushuka kwake ni kumaanisha presence yake inashuka kwa maisha yako. Na presence ya Mungu ikishuka kwa maisha yako haitakuwa the same in Jesus name. Presence ya Mungu wakati tutakuwa tunaabudu hapa, presence yake inashuka. Presence yake inateremka. That's why sometimes wakati unaimba, wakati unaabudu huku peke yako, unaabudu, umefunga macho, unasikia ni kitu kingine kinakupita. Unafungua macho, hauoni mtu. That's called the presence of God. The presence of God ni atmosphere. Hello. It's that atmosphere yenye unaanza kufeel. Praise the Lord. That atmosphere yenye tunafeel wakati tuna praise, wakati tuna worship God. There is that atmosphere. Umewahi kusikia one day umekuja church unasema no,
leo nilifeel ni kama sikuwa hapa dunia. That presence. That's why you have to be serious. Wakati unaabudu na wakati unamsifu Bwana. Kwa sababu wakati unafanya kitu kama hiyo presence ya Mungu, unaita Mungu, unalika Mungu kwa maisha yako. Presence ya Mungu ndani ya kanisa ni ya muhimu sana. Be careful nyinyi wenye wanaimba, kwa sababu mtu mwenye anaimba, one of the way ya kualika presence ya Mungu kwa maisha yako ndani ya kanisa ni through praise and worship. So wewe mwenye unaimba, be careful. Si unaimba unakula sijui ni nini, unafikia vitu zingine. No. Kwa sababu tuko hapo tunataka presence ya Mungu iteremke, ishuke kwa maisha zetu. So utusaidie wakati utakuwa unaimba, wakati utakuwa na praise, wakati utakuwa una worship, utusaidie uite presence ya Mungu kwa maisha yetu. Kumbuka Elisha. Siku nyingine wanakuja kumuona Israeli wamekuwa defeated. Wamewapika vita, wameshindwa vita. Wakaenda kwa Elisha, wakamuuliza, nini mbaya? Elisha akakasirika, akamwambia, ngojeni, imbeni kwanza nisikie. Amen. Imbeni kwanza. Unasikia? Wakati walianza kuimba, akaanza kuongea kwa mantini. Lokana saka. Sema, ninaona saa hizi Mungu wenu, Mungu wa Israeli kuleta maji kwa jangwa. Means wakati tuna praise, tuna worship, tunaleta presence ya Bwana kwa maisha yetu. Nani anasema amen? Unipe amen nzuri, unipe amen ya nguvu, unipe amen mzito katika jina la Yesu. Wakati tuna uwepo wa Bwana kwa maisha yetu, tunaleta uwepo wa Bwana kwa maisha yetu. That's why sometimes nikifeel uwe naongea hata kwa ndimi, hata nikiendesha gari naongea tu, haujui ni nini, ninaongea tu kwa ndimi. Kwa sababu wakati unaongea kwa ndimi una bypass human system. Yes. Umejua hiyo? Wakati unaongea, penda sana sometimes kuongea hata kwa ndimi. Kwa sababu wakati unaongea kwa ndimi una bypass human system. Unaanza kuongea directly na Mungu. That's why wakati ile atmosphere inakuja, ina change. Hata nikiwa njiani ninaongea kwa ndimi, kwa sababu ninaifeel anakuja na kuna anoint kwa maisha yako. Amen. Praise the Lord. Saul anapata shida. Wanamwambia, juu hii pepo itoke, iondoke. Ita David mwenye anajua kuimba. Sema anajua kuimba. Hakuita mtu yoyote akisema huyu anaimba. No. Hakuita mtu mwenye anaimba, sauti inaenda Taj Mahal na vyombo zinaenda huko Lavington. No. Waliita mtu mwenye anajua kuweza fanya nini? That's why jua kuimba. Kama hujui kuimba, usipite huko. Unasema nini mbaya? Siwezi kusema. Hata Asha. Utuachia hao waimba. David alifanya nini? Alijua kuimba. Si kuimba. David mwenye anajua kuimba. Sijui ni nini mbaya. Wewe kila wakati mkumanisha kanisani, wewe umeona tu ni kuimba tu. Hapo tu. Hata pokea wageni si shida. Hata kuosha kanisa si shida. Ni kazi ya Mungu. So stop kuimba, kwa sababu tunataka mtu mwenye anajua kuimba. Saul ako na shida ya mapepo, na mapepo kutoka, tunataka mtu anajua kuimba. Leo tunataka mtu anajua
kufanya nini? Kuimba. Kabla niendelee, unaona hii unajua kidogo, unajua hiyo uichunge vizuri, kwa sababu David alikuwa hiyo kidogo tu alijua, alitengeneza vizuri. Si kitu awenda natafuta nayo tu kwa pesa tule tu 10,000, it's nothing. No, aliandaa vizuri kitu kyake. Kenye uko nacho, jua to take care of that. Amen. Gift yenye Mungu amekupewa, jua to take care of that. Alijua to take care. So, wakati opportunity, waliofa opportunity, wakasema nani anajua kuimba? David. Kenye uko nacho kinaweza kuingiza kwa nyumba mfalme. Kenye uko nacho inaweza kuingiza state house. David simekuona juzi na senator. Si ndio? Unajua na huyu. Ndio niulize huyu na mtu wako. Unajua. Si nilikuwa na senator. Ile kidogo yenye uko nacho inaweza kuingiza kwa nyumba senator. Inaweza kuingiza kwa state house. Chua kuilinde vizuri. Praise the Lord. 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 Kwa huduma, jua utafuta presence. I like that one. David alijua muhimu ya presence of God. Siku nyingine anaomba huko Psalms anasema, don't take away your spirit from me. Because he knew ya kwamba wakati Mungu aliondoa spirit yake juu ya Saul aliteseka sana. Without the presence ya Mungu kwa maisha yako, sometimes anza kwa unajipima, unapima presence ya Mungu ndani mwako. Si iko ama iko. Si kuenda kupima 2 kilo. Sasa hivi nimepandisha. Sasa nimepandisha sana. Nifanye diet. No, sometimes stop and test kwanza presence. Kama bado kuna yeye, bado hawamjana. Ameshatoroka. Wacha hiyo. Second benefits. Praise and worship give us, communicate as deliverance. Praise the Lord. Praise the Lord. Acts chapter number 16. Yenye tumesoma ya muhimu sana. Deliverance from any chains from our lives. Kama kuna chain yoyote, wakati unaabudu Mungu, wakati unainua Mungu, unampewa manjina ya utukufu kwa maisha yako, chain zote, minyororo zote inaondoka. Amen. Praise the Lord. Amen. Listen to me. Wengi wanatembea. Mimi unaniuliza swali. Sasa hiyo chains yenye unaongea, mimi sijawahi kufungiwa. Mimi naenda niko free. Natembea nikitoka moja, nikilipa 50 bob, inaenda town. Niko free. Sijaishikwa. Hata kama nikiingia kwa bus, hata conductor kicha pesa, ninajifanya kama nimempea. Nikitoka kwa hiyo gari, hakuna shida. Unajua wengine wako hivi, hata wako chache. Wanaingia kwa bus, conductor na wasao, anajifanya. Anasema hii ni bahati mzuri tu. Anasema hii ni bahati nzuri. Leo nilikuwa na bahati. Unajua nimeingia tu conductor akajifanya ni kama hakuona. Mungu nimeangukia tu. Mungu amenisaidia. Na nakuja church. Okay, tuacha hiyo. Hata kama haujafungwa, let me tell you ya kwamba as long haupati kenye unahitaji, wewe ni mfungwa tu. Let me tell you. Kwa sababu
ya shetani kwa maisha kila mtu ni kumweka kwa jela. Mahali hatapata chochote, hatapata kenye anahitaji. Mtu mwenye ako kwa jela, let me show you that uko kwa jela. Let me show you that uko kwa chains ya giza. Ni wakati unajua mtu mwenye ako kwa jela ni mtu mwenye analala, anaota ameingia State House. Na anatembea, anakula na Uhuru Kenyatta. Na akiamka usiku, akiamka asubuhi anajikuta kwa jela. Our churches imejaa na watu wana dream vitu vikubwa, ana dream ndoa, ana dream kazi kubwa, lakini anaamka asubuhi njaa imemlemea kabisa. Praise the Lord. Praise the Lord. Njaa imemlemea kabisa. Hawezi kufanya chochote. But for me, deliverance means to do and to get what you want. That's called deliverance. Okay. Wakonesha kwamba hauko delivered. Uliamka asubuhi ukasema nitakula nyama choma. Na hadi saa hizi haujakula. Means you don't get what you want. You don't do what you want. Praise the Lord. Ulisema nitanunua suti kali ile ya 50,000. Haujapata. Mtu mwenye amepata deliverance kwa upande wa pesa ni mtu mwenye anaamka asubuhi anasema nitafanya hivi, anafanya. Praise the Lord. Praise the Lord. So shetani anaweza kufungia watu kwa njia kama hizo na hawezi kuendelea. Praise the Lord. Hawezi kutoboa. Wamefungiwa hata wakwenu, wamekufunga hata wakwenu, wanafikia kwamba hakuna kenye utafanya. But let me tell you this night, hata kama umefungwa, today, this night, through worship and praise, you will be delivered in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, I remember shetani kama Sauli mbele ya David. Akachukua David, akasema nitamaliza David. Siku ingine, the Bible says, akaambia David, akaambia watu wake, mwenda kwa nyumba David, muue. Akaingia kwa nyumba David, wanafika, bibi yake wakawaambia David haiko. Wakarudi. Bibi yake akaingia akaambia David, wanataka kumaliza, toroka. Akatoroka kaenda. Sauli akatuma watu wake tena. Wakaenda kutafuta David. Bible inasema ya kwamba bibi yake akachukua mti akaweka kwa kitanda. Akasema David amelala pale. Wakaingia, wakati wanagusa mti, David haiko. Let me tell you, maadui zako watakutafuta, hawatakupata. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Utakuwa kama Petero. The Bible says walimfungia kwa gereza na asubuhi walimuona wanahubiri huko hekaluni. Wenye walikufunga, walifunga ndoa zako, walifunga kazi yako, walifunga biashara zako. Leo usiku watakuona, kesho unaendelea kwa biashara, unaendelea kwa kazi, unaendelea kwa masomo yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Let me tell you, shetani Mungu amempewa padlock, lakini amekupewa key. Shetani anaishi kufunga, lakini yeye hana key. Wewe una key. Na hiyo key yenye uko nayo ni multi-purpose. Unaweza kufungua ndoa, unaweza kufungua business, unaweza kufungua shule, unaweza kufungua kila kitu. Unaweza kufungua kila kitu. Today, let me tell you, kama Paul na Sila, the Bible says, wakati walifungwa huku gerezani, wakaanza kuimba. Amen. Walikuwa wanaimba je? Ni nani anajua walikuwa wanaimba je? Walikuwa wanaimba, you are our defender.
You are Jehovah Sabaoth. Walikuwa naimba nini? Wale, that's why acha kabla niendelee, unaimbanga nini? Oh yes, yes, yes. Sasa inamaanisha nini? Kwa sababu Mungu anashuka kulingana na manjina zenye unataja. My defender anakuja anakudefend. Kama unamwita Jehovah Sabaoth, Mungu wa majeshi. Jehovah Shama. Ni kumaanisha hata kama nimefungwa huko hapa. Hata kama nalia njaa huko hapa. Hata kama nimefungwa huko hapa. Hata kama china chochote huko hapa. Jehovah Shama. Shama, 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 Shama. Unaimba nini wewe? Walikuwa naimba, Mungu akasikia, kiti ya enzi katingika, kwa sababu wakati wanamtaja Mungu anatingiza kiti na anashuka. Wakati watu wanamwabudu, unamtaja kwa majina gani? Ukiabudu Mungu, ukimsifu Mungu, ni jina gani unamtaja? Jehovah Jireh, our provider. Hata kama sina chochote, utaprovide. Wakati ninaimba, nasema Ebeneza, umbali umenitoa mbali sana. Umenitoa kwa nyumba 4K, ukanipewa nyumba kubwa sana. Oh shaka baba lokontorosa. Ukimtaja hivi, anashuka. Naimba, wewe unamtaja nje. Wengine wanachanganyikiwa hata wakiomba, hata wakiabudu, hata wakiimba. Mimi sitaje kutaja watu. Unaimba vitu kama hizi. Unaimba nini? Ulize jirani, unaimba nini? Unipe amen mzito? Unipe amen mzito? Unipe amen mzito? Ukimtaja, unamwita, unasema you are the God of impossibilities. God of impossibilities. Wakati watu hawaoni chochote, you can see something. Something can come out from nothing. My God, Lokanasaka. Something can come out from nothing. Mahali watu hawaoni ndoa, but ndoa inatokea. Mahali watu hawaoni kazi inatokea. Chukua kazi katika jina la Yesu. Pokea ndoa katika jina la Yesu. Pokea kazi katika jina la Yesu. I release favor. I release favor. I release grace. In Jesus' name. Receive. 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 Lokana Saka. God of impossibilities. Koshaka baba. Lokana Santa baba. Sijui kile Mungu ananiambia. Ananiambia, sijui kama mtama hapa, nani hapa, sijui. Atawapeleka wapi? Sijui. Wapi makofi ya Yesu? Wakati wanaimba, foundation ya gereza ikaanza kutetemeka. Mahali popote ulifungwa, kunaelekea mtetemeko kubwa sana. Ni kubwa sana. Hata kama ulifungwa nyumbani, mtetemeko mkubwa ifanyike katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bible imesema asubuhi straight ukamuka ukasema angeni hao watu watoke. Amen. Today Mungu wangu hatapewa watu wengine usingizi. Amen. Mwenye amekalia CV yako. Amen. Usingizi. Wanaamka kesho wanakuambia mwenye hii CV ni nani? Unapiga simu akunje. Itakuwa kama bingu wa Pilato.
Anaamka asubuhi, anaambia Pilato, huyu mtu amenisumbua sana usiku, achilie huyu mtu. Mule wote amefungia maisha yako. Asubuhi kesho anakuja kufungua, anakuja kuifungua, anakuja kuifungua. Receive in Jesus' name, receive in Jesus' name, receive in Jesus' name, receive in Jesus' name. Oh my God, asubuhi inakuja kenye mdozi anamuka, bosi anauliza, huyu ni nani? Isi ni nani? Mungu wangu anaenda watu wanaenda kukosa usingizi usiku kwa ajili yako, kwa ajili yako, katika jina la Yesu. Kwa sababu utaabudu, kwa sababu utaabudu Mungu usiku wa leo, kwa sababu utainua Mungu, utamwambia wewe unaendanga hata kwa wachawi, una turn back, unachukua kenye walichukua, unawachia kitu kingine. Mungu wangu aifanye katika jina la Yesu. The last one, praise and worship inaleta, praise and worship inaleta deliverance. The third one, praise and worship ina decrease your enemies. Wakati unaabudu Mungu kama napendanga, hautasema hapana, huyu mtu anapendanga nasi, ni mtu wa nasi, si mtu wa nasi. Thank you. Unajua wakati post election crisis, wakati ama ndugu zetu walikuwa wanaenda tia gazi inaanguka na tia gazi, vitu vibaya inaanguka huko, unaona tu mtu amesimama nasa, hata hajali tia gazi nasa hajali chochote. Ni kumaanisha anataka kufanya nini? Anataka ku decrease tia gas, na anajua mtu wake alikuwa hapo. Halo? Wote mnisikia? Na wote mnisikia? Mimi si mtu wa, lakini mimi naongea tu. Ndio. Wanataka kufanya nini? Ku decrease, ku reduce, kuleta hiyo kenye kinakucha kiwe powerless, kisiwa na nguvu. Ni kumaanisha wakati unaabudu Mungu mbele ya shida yako, una decrease hiyo nguvu ya ile shida yako. Unaangalia wewe ni nini? You are nothing. Wewe kukosa kazi, jobless, you are nothing. Acha ninua Mungu mwenye anazipewa watu kazi. Unaangalia kukosa ndoa, sema kukosa ndoa ni nini? Acha ninua mtu mwenye anazipewa watu ndoa. Unaangalia unasema tasa ni nini? Ana salimba ya kwamba hata tasa anazungusama na tapa. Unainua Mungu hivyo. Kama wana wa Israeli, wakati Mungu anawaambia zungukeni Jericho, wakati walikuwa wanazunguka Jericho, walikuwa wanataka kuonesha Jericho nini? You are nothing. Yes. Unaweza kuambia shida yako you are nothing. Yes. Unaweza kuambia shida yako you are nothing. Yes. Imagine, kabla nimalize, imagine hao watu wakati walikuwa wanazunguka, Mungu anawaambia ninyi hamtafanya kitu kingine, usiombe. Ninyi ni kuzunguka mara ngapi? Na trumpet hiyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Usiku ya leo si maombi sana, si ndio? Usiku ya leo si maombi sana. Leo tunazunguka ukuta, tunazunguka mara, tunazunguka tu. Lakini kabla nimalize, imagine mtu mwenye alikuwa amekaa hapo juu ya ile ukuta, anaangalia Israeli anazunguka, angekusema hao wanachizi, hao ni wajinga tu. Kuna wanazunguka na ile ukuta ni mzito sana. Unipewa email kubwa nimalize. Unipewa email kubwa nimalize. Wakati mwingine tunazunguka mahali pamoja kama wajinga, kumbi tunaingiza kitu hapo. Unajua drive school yenye niingizanga hiyo vitu na usifunga hiyo driver, niingizanga hiyo. Unajua wakati mwingine inazunguka kama pahali pamoja, kumbi inaingiza kitu hapo ndani. Unaweza kuwa unazunguka hapa restoration, kumbi unaingiza kitu. Kumbi unaingiza ndoa. Hawa wanasikia
Unaweza kuwa unazunguka mahali pamoja, the same place, kumbe unaingiza kitu. Si uzunguka tu hapa restoration uingiza ndoa. Si uzunguka hapa restoration uingize kazi. Si uzunguka hapa restoration biashara iendelee. Tunatana nao ni kama tunazunguka kwa moshi, kumbe tunaingiza kitu. Tunazunguka hapa umoja, watu wafikia kwamba tuko hapa umoja, kumbe tunazunguka tunaelekea Lavington. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Stacy mama. Okay. Nataka usome the message. Message. Psalms 22. Okay. Psalms 22. Sasa, this is The verse. This is the verse I've met after prayer. Amen. I received this message J'avais reçu ce message at 5 a.m. in the morning. à 4 heures du matin, à 5 heures du matin. One of us L'un d'entre nous, who is an intercessor qui est intercesseur, praying for this event. qui est en train de prier pour Mungu cet akampatia événement. hiyo scripture. Et Dieu lui avait donné ces Hiyo passages Psalms 22. de Psaume 22. Na mhubiri amekuja Et le prédicateur vient ameleta Psalms 22. et il donne aussi le Psaume 22. So I'm saying God is going to do amazing things tonight. C'est ce que je disais, que Dieu va faire des choses très étonnantes cette nuit. Amen. No matter how enemies, because ukisoma hiyo Psalms 22. Quelle que soit la grandeur de tes ennemis, parce que si tu lis ce Psaume 22, No matter how you are surrounded by your enemies, quelle que soit la façon dont tu es entouré par tes ennemis, the presence of God is going to scatter them. la présence de Dieu va les disperser. That's why you are not here by instant and accident. C'est pourquoi tu n'es pas là par accident ou incident. Na kuomba sana. Je te demande, je te Wakati supplie, huu pendant ce moment, usikuwa unaingia unatoka unafanya movement ne sois pas là en train de faire des mouvements, tu entres, tu sors, non. Worship God. Adore Dieu, Praise Him. loue-le, Celebrate Him. célèbre-le. Show Him that this is the reason why I came here. Montre-lui que c'est ça la raison pour laquelle je suis là. Nataka ufanye vitu tonight hizo zita ataleta jealousy kwa watu wako. Je veux que tu fasses des choses qui vont créer la jalousie dans le camp de tes ennemis. Through your way of praising and worshiping God. Par ta façon de louer et adorer Dieu. All of us will stand up. Tous nous allons nous lever. Tutakuwa tuna position mbili. Nous n'aurons que deux positions. We are going to worship God. Nous allons adorer Dieu. Either tunasimama Soit nous sommes debout, or we are on our knees ou soit nous sommes à genoux. to give Him what belongs to Him. Pour lui donner ce qu'il mérite. I want you to pray. Je veux que tu pries. And tell God, thank you for your presence and thank you for the word of God. Thank you for speaking to me and I receive by faith Dis everything merci you à have Dieu given pour to lui me through the dire word of God. merci pour ta Let us parole. pray in the name of Jesus.